Walishangaa sana ilikuwaje, na ni jambo ambalo pia itabidi tuangalie kwa karibu. Ikifika tunashindwa style hiyo, inakuwa pia si vizuri. Hatari. Kwanza ni muktasari wa habari za dunia. Jeshi la Ukraine limejiondoa katika mji wa Siversk mashariki mwa nchi hiyo, huku Urusi ikiendelea kusonga mbele polepole. Jeshi la Ukraine limesema hatua hiyo ilichukuliwa kulinda maisha ya wanajeshi, huku wakiendeleza mapambano dhidi ya Urusi ambayo ina idadi kubwa ya askari. Kutekwa kwa Siversk kunaikaribisha Urusi kwenye miji ya Sloviansk na Kramatorsk katika eneo la Donetsk. Awali iliripotiwa kuwa watu 3 akiwemo mtoto mdogo waliuawa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yaliyotekelezwa na jeshi la Urusi. Leo ikiwa ni maandalizi ya kuelekea mkesha wa Noel kwa Wakristo wa Katoliki duniani, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo amesema anahuzunishwa na namna Urusi isivyokubali kusitisha mapigano wakati wa Krismasi katika vita vyake na Ukraine. Papa Leo amewasihi watu kote ulimwenguni kuiheshimu siku ya Krismasi kama siku ya amani. Mahakama ya juu ya rufaa nchini Afrika Kusini imeipa familia ya aliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu ruhusa ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu uliotaka mwili wake urejeshwe mara moja nchini Zambia kwa taratibu za mazishi. Samba Tenzi na taarifa zaidi. Mazishi ya Bwana Lungu yamezua mvutano kati ya serikali ya Zambia iliyopanga mazishi ya kitaifa Lusaka na huku familia yake ikitaka azikwe Afrika Kusini. Awali, jaji wa mahakama kuu ya Pretoria aliamua mwili wake ukabidhiwe kwa wawakilishi wa mahakama ya Zambia urejeshwe na kuzikwa Lusaka, akisema kuwa matakwa binafsi ya rais wa zamani au ya familia hayawezi kuzidi haki ya taifa kumpa mazishi ya kitaifa. Familia ilikata rufaa dhidi ya uamuzi huo, na ikumbukwe kwamba Bwana Lungu alifariki mwezi Juni akiwa na umri wa miaka 68 katika hospitali nchini Afrika Kusini, na mwili wake unahifadhiwa katika chumba binafsi cha kuhifadhia maiti chini ya ulinzi mkali. Dalili za mvutano zilianza kujionyesha mara baada ya kifo cha Lungu tarehe 5 Juni kupitia ujumbe wa video uliowekwa na binti yake kwenye Facebook. Tasila Lungu alisema baba yake alifariki katika hospitali nchini Afrika Kusini ambako alikuwa akipatiwa matibabu kwa heshima na faragha. Katika tangazo la dakika moja alisema, katika wakati huu wa majonzi tukiwa na ari ya Zambia moja, taifa moja, kauli isiyopitwa na wakati iliyomwongoza Rais Lungu katika kulitumikia taifa letu, mwisho wa kumnukuu. Na mkuu wa jeshi la Libya Jenerali Mohamed Al-Ahmed Al-Haddad amefariki dunia baada ya ndege aliyokuwa akisafiria kuanguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka mji mkuu wa Uturuki Ankara wakati akielekea mjini Tripoli. Waziri wa masuala ya ndani wa Uturuki amethibitisha kuwa mabaki ya ndege aliyokuwamo yamepatikana katika wilaya ya Haymana, takriban kilomita 70 kusini mwa Ankara. Jenerali Haddad na maafisa wengine 4 walikuwa wakisafiri kwa ndege ndogo ya Falcon 50 ambapo mawasiliano yalipotea baada ya kuomba kutua kwa dharura. Al-Haddad na ujumbe wake alikuwa nchini Uturuki kwa mazungumzo ya kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kiusalama kati ya nchi hizo mbili. Hii ni BBC. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanakujia kwenye FM radio shirika nchini Tanzania ni pamoja na Capital FM na Bomba FM. Kenya ni Mwanedu FM, Uganda ni Voice of Karamoja, nchini DRC Radio Muungano Beni, na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia tunayapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Kumekuwa na wito mpya kwa utawala wa Rais Donald Trump kuchukua hatua haraka zaidi katika kutoa nyaraka zote zinazohusiana na marehemu Jeffrey Epstein aliyekuwa akihusishwa na uhalifu wa kingono. Nyaraka zilizochapishwa hivi karibuni zinajumuisha barua pepe inayodai kuwa Rais Donald Trump alisafiri mara nyingi zaidi kwa ndege binafsi ya Epstein kuliko ilivyokuwa imeripotiwa awali. The 8 flights he was said to be on were between 1993. Safari 8 za ndege alizodaiwa kuwa alisafiri zilifanyika kati ya mwaka 1993 na mwaka 1996, jambo ambalo linaendana kikamilifu na maelezo yake kwamba aliwahi kumfahamu Jeffrey Epstein, lakini urafiki wao ulivunjika mwanzoni mwa miaka 2000. Na kama tunavyosema, hapa si swala la onyo la kiafya wala maelezo ya kisheria pekee. Ni ukweli mtupu kusema kwamba hadi sasa tunavyomfahamu, hakuna ushahidi wowote unaonyesha kuwa mtu yeyote aliyetamkwa jina au kuonekana kwenye picha katika mafaili ya Epstein amefanya kosa lolote.
Wanasiasa wakuu wa chama cha Democrat wanasema kuwa nyaraka hizo zimekuwa zikitolewa kwa awamu kwa sababu zinamuonesha rais vibaya. Hata hivyo, Rais Trump amekuwa akikanusha mara kwa mara kwamba hana kosa lolote linalohusiana na kashfa Epstein. Wakati huo huo, Wizara ya Sheria nchini Marekani imesema itaendelea kutoa nyaraka zote zinazotakiwa kisheria. Turejea Afrika Mashariki ambapo Burundi imeanza mwezi Oktoba mwaka 2025 mpango wake wa kupeleka madini yake nje ya nchi. Rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye ameitaja hatua hiyo kuwa ni ya kihistoria na itaruhusu Burundi kuinua uchumi wake. Kutoka Bujumbura, Ramadhani Kibuga ametuandalia taarifa ifuatayo. Misafara minne ya malori yaliyosheheni madini ilipelekwa katika nchi ya China kupitia bandari ya Dar es Salaam. Kwa jumla ni shehena ya zaidi ya tani 700 za madini mbalimbali, lakini sehemu kubwa ni cassiterite, wolframite, tantal, coltan na quartz. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ndiye binafsi alisimamia shughuli hiyo. Hose twasanze mu ntara zose huzuye ubutaka kandi ubutare. Tumegundua madini mengi katika mikoa yote ya nchi nzima. Tizama sehemu nimetembelea leo, kuna madini ya kopa, lakini wazungu wa koloni walipora na kupeleka makwao kisha wakayaficha na bila kutuibia siri. Lakini leo tumeanza kugundua maeneo hayo ya madini. Kulingana na serikali ya Burundi, vituo 29 vya uchimbaji wa madini tayari vimegunduliwa kwa shughuli ya migodi na 13 kati ya hivyo tayari kumeanza kazi ya uchimbaji wa madini. Inakisiwa pia kwamba Burundi ina aina 40 ya madini ambayo bado kushuhudia shughuli za uchimbaji. Rais Evariste Ndayishimiye amesema watapokea hivi karibuni dola milioni 6 kutokana na mauzo hayo, na dhamira kubwa amesema ni kustawisha maisha ya raia kutokana na mapato hayo ya madini. Mauzo yake yatatusaidia kupata fedha za kigeni ili tuweze kununua vitu tunavyohitaji nje ya nchi. Madini tunayauza ili kustawisha maisha ya Warundi. Kwa sasa tunafanya uchimbaji kwa nyenzo za kizamani na kutumia mikono, na bei ya mauzo iko chini, lakini baadaye tutanunua mashine za kuchakachua madini hayo ili tuuze mali safi. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yana wasiwasi kuhusu uwazi wa mchakato huu wa kuuza madini, lakini wataalamu wa uchumi wanasemaje? Nilizungumza na Gezgez Kasesa. Madini kwenda nje ni kwamba serikali itapata fedha ya kigeni na pia thamani ya pesa ya Burundi itapanda, ambayo kwa sasa tu katika hali chache ambavyo vimeshauzikana, dola katika soko la mitaani imeweza kushuka kwa kiwango kikubwa sana. Ni Gezgez Kasesa, mtaalamu wa uchumi, akihitimisha ripoti yake. Ramadhani Kibuga kutoka Bujumbura. Wawakilishi wa Afrika Mashariki katika michuano ya Kombe la Mataifa Afrika AFCON, Tanzania na Uganda wameanza vibaya michuano hiyo kwa kupoteza michezo yao ya kwanza ya kundi C. Mwandishi wa BBC Omari Mkambara yuko nchini Morocco, anatujuza mengi zaidi kuhusu michuano hii ya AFCON. Dakika 90 zimetamatika hapa kwenye dimba la Fes na timu ya taifa ya Nigeria ikiibuka mshindi kwa goli 2-1 dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Magoli ya timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles yakifungwa na Semi Ajayi pamoja na Ademola Lookman, huku goli pekee la Tanzania likifungwa na Charles Mmombwa. Kiungo wa timu ya taifa ya Tanzania Novatus Dismas Miroshi ameeleza sababu za wao kuweza kupoteza mchezo dhidi ya Nigeria. Kwanza tulishindwa kujiamini na tulikuwa chini sana, na tulikuwa tunahofia labda kutokana na kufungwa au kutokufanya vizuri zaidi, kuwa na confidence ya kupush zaidi, ndio maana tumeshindwa kufanya vizuri katika kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili tumerudi na maelekezo mengine ya kupress high na tumeweza kupata goli moja ya tunamshukuru. Nao nyota wengine wa Tanzania Simon Msuva na Mohamed Hussein wanaelezea matarajio yao kuelekea michezo inayofuata. Mimi na imani mechi inayokuja tutafanya vizuri, kwa sababu tuna mechi nyingine na Uganda, tuna mechi na Tunisia, kwa sababu tunachohitaji sisi kuingia kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo tutaenda kufanya maandalizi mazuri kisha kwamba mchezo tutapata alama. Nafikiri kuna nafasi ya Tanzania Taifa Stars kuweza kusonga mbele. Ya nafasi bado ipo, kwa sababu tuna mechi mbili mkononi. Kwa hiyo kufanya vizuri katika mechi hizo na maana tutafuzu katika hatua inayofuata. Licha ya Stars kupoteza mchezo wake wa kwanza, mashabiki wa Tanzania bado wana imani na timu yao kuweza
wanaweza kufanya vizuri. Kwa kweli imeuma kidogo, lakini bado na matumaini. Tumejitahidi sana, tumeweza pia kufunga goli 2-1, na hiyo napongeza sana vijana wetu, timu yetu ya taifa. Naamini kwamba tumecheza na nafasi zaidi ya Uganda na Tunisia. Timu yetu ni imara na tunaweza kuepuka ushindi. Mchezo ni matokeo, kulikuwa ushindani, lakini sio bahati yetu. Bado tuna nafasi ijayo, mchezo unaofuata. Bado tuna fursa nzuri zaidi ya kusogea mbele. Kidogo natupa matumaini. Kwa hiyo sio mbaya, tumefight, tumepata goli moja, tunasubiri hizo timu mbili tutapigana nao. Katika mchezo mwingine wa kundi C, wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki, timu ya taifa ya Uganda The Cranes nao walianza vibaya michuano hii ya AFCON baada ya kuchapwa na Tunisia kwa goli 3-1. Tanzania na Uganda wao watachuana katika mchezo unaofuata utakaopigwa Desemba 27. Matokeo ya michezo mingine iliyopigwa hapo jana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama Leopards wao waliweza kuwakilisha vyema ukanda wa Afrika Mashariki baada ya kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Benini. Simba Milima Teranga Senegal wao waliwachapa Botswana kwa goli 3-0. Leo ni mwendelezo wa michuano hii ya AFCON ambako timu ya taifa ya Burkina Faso itakwenda ikabili Guinea ya Equator. Mbweha wa Jangwani Algeria watakuwa nakipiga na Sudani. Ivory Coast watashuka uwanjani kwa kabili Mozambiki, na the Indomitable Lions Kameruni watakuwa wanacheza na timu ya taifa ya Gabon. Ni mwandishi wa BBC Omari Mkambara akiwa Morocco. Msikilizaji, katika mfululizo wa makala maalum za BBC hii leo tunaangazia matukio makubwa ya kimichezo mwaka ambao Rwanda ilitambulisha kitu cha kibunifu cha Rwanda Sports Tourism na mengi mengineyo. Ungana na mwenzangu Ahmed Bahaj. Na msikilizaji, natumai buheri wa afya popote pale ulipo. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, mimi naitwa Ahmed Bahaj, na Waswahili wasema bwana mambo ni kangaja huenda yakaja. Lakini leo nakukaribisha kwa moyo mkunjufu na furaha na bashasha katika makala maalum ya matukio makuu ya michezo duniani. Je, ni mambo gani yaliyowavutia mashabiki? Ni mambo gani yaliandikwa sana na kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii? Ni mambo gani yaliletea ulimwengu kwa taarifa kubwa sana katika ulimwengu wa michezo? Kwa